Shalom kwako upendwaye na Bwana. Wiki hii katika channel ya Binti Sayuni 50 tumekumbushana jambo moja muhimu sana. Nalo ni kuwa na bidii na utayari wa kumsikia Mungu, lakini vile vile kutenda kile Mungu anachotuambia. Kuna mtu anaitwa Nicodemus katika Yohana 3. Yeye kuna jambo lilikuwa linamsumbua, akamwendea Yesu wakati wa usiku. Sio mchana, usiku. Kwenda kuongea na Yesu. Katika mazungumzo yao Bwana Yesu akamwambia hivi, ili urithi ufalme wa mbinguni au ufalme wa Mungu ni lazima uzaliwe mara ya pili. Nicodemus akasema, what? Kuzaliwa mara ya pili? Mimi mtu mzima kama mimi nirudi tena tumboni mwa mama yangu? Bwana Yesu naye akamwambia, we Nicodemus, yaani bado haya mambo hujayafahamu. Inakuwaje hujayafahamu? Kumbuka Nicodemus alikuwa ni mtaalamu wa mambo ya sheria. Yaani ingekuwa leo hii ambavyo tunapenda mataito, tungeweza kumuita wakili, msomi, profesa, dokta. Nicodemus kwa alitakiwa awe anajua haya mambo, lakini hakuyajua kwa sababu yale mambo yalikuwa ya nini? Ya rohoni na sio ya mwilini. Na ndio umuhimu wa kumsikia Mungu. Anakupa siri za rohoni na sio mambo ya akili. Kwa hiyo ukiendelea kusoma Biblia, ukifika huku mwisho wakati Bwana Yesu amefariki, katika hiyo Yohana unakuta Yusufu yule tajiri na Nicodemus ndio walienda kuchukua mwili wa Yesu kwenda kuuzika. Hii inatuonyesha nini? Inatuonyesha kwamba Nicodemus baada ya kuambiwa habari ya kuzaliwa mara ya pili, aliamini, akachukua hatua, akawa mwanafunzi wa Yesu. Wale ambao hawatajwi kwenye Biblia, wale wanaomfuata Yesu. Lakini siku alipotakiwa kuwa counted, he was counted on kwa kwenda kuchukua mwili wa Yesu kwa sababu ya influence yake. Ujumbe ni kwamba tuwe na bidii. Nicodemus isingekuwa bidii yake, tusingemuona huku mwishoni akiwa mwanafunzi wa Yesu, akiwa mtu muhimu katika kuenda kuweka mwili wa Yesu mahali panapopaswa kuwekwa. Mimi na wewe kama tunataka kumsikia Mungu, lazima tumsikilize kwa bidii. Bidii inahitajika, lakini utayari. Je, uko tayari kusikia kile Mungu anachosema? Maana saa nyingine it doesn't please us au hatuelewi, lakini tuko tayari kukifanya. Na je, tutakuwa na bidii katika kukifanya? Kwa somo zima nenda Binti Sayuni 50 channel, vile vile kwa video nyingine kama hizi. Follow me Instagram, TikTok, subscribe, share, like. Unapendwa na Bwana. Mungu akubariki sana.